Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Yes, bana, tuko naye Alfred Bovu kuzungumza yale ya kimichezo. Kubwa kuliko ni kuelekea uchaguzi mkuu wa klabu ya Simba. Yako mambo mengi ambayo yameanza kuibuka yakizungumzwa serikalini, lakini pia baraza la michezo kuhusiana na katiba mpya wekundu wa Msimbazi. Tuko naye Alfred Bovu ili atuweke sawa kwenye hili. Bana Alfred, mambo vipi? Bana shwari ndugu yangu, mambo yanaendaje? Tunamshukuru Mungu, mambo yanaenda. Mambo ni mazuri sana leo bwana. Umeona taarifa ya Simba? Taarifa ya Simba nimeiona. Na taarifa ambayo nimeiona hasa ni kutoka baraza la michezo la taifa BMT, kwa maana serikali ikielekeza kwa Simba Sports Club kuboresha baadhi ya masuala au baadhi ya mambo kwenye katiba yao kuelekea mkutano mkuu ambao unafanyika Novemba 30 mwaka huu hapa, na ni siku tu ya Jumapili pale. Kwa hiyo nimeona vitu vingi, lakini pia wakati huu pia nimekuwa nikisikia kelele huku na huku, yani kelele zinatoka huku na huku. Simba kama vile utulivu hakuna kuelekea mkutano mkuu, na imekuwa ni desturi ya Simba, yani kile kikaribia tu mkutano mkuu kunakuwa kuna vurugu, mechi nyingi sana. Yani kuna watu walioko nje wana push mambo, agenda fulani, walioko ndani wana push agenda fulani, lengo ni kuharibu au kuzua taharuki. Sasa tuachane na hayo, hata waje tuyazungumze baadaye namna ambavyo Simba wanaendelea kujitoa kwenye reli kuelekea huo mkutano mkuu. Leo taarifa zimekuwa zikisambaa, na taarifa ambazo ni rasmi kabisa kwamba serikali imetoa maelekezo, sio mapendekezo, ni maelekezo kuhusu mwenyekiti wa klabu ya Simba, mwenyekiti ambaye nani? Murtaza Ali Mangungu. Yani kama ni mwenyekiti yoyote ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya Simba, ndo anapaswa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Sijui unanipata vizuri? Nakusikia hadi. Yani klabu ya Simba inapaswa kumtambua mwenyekiti wa klabu kuwa ndo mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. David Pascal anajiuliza kwa nini imekuwa ni sasa, wakati msimu uliopita alikuwa ni Mohamed Dewji na haya maneno ya kuzungumza sana, lakini why ni sasa kuelekea kwenye mkutano mkuu? Yes, mkutano mkuu wage naamua mambo mengi, na mkutano mkuu ndio inatoa way forward ya namna ambavyo klabu inapaswa kuendeshwa katika uendeshwaji wa kisasa. Na unafahamu Simba, Mohamed Dewji amekuwa akilia akihitaji mabadiliko kwa muda mrefu sana, ambaye ndio mwekezaji wa Simba, na aliweka hisa 20% na akakwambia aliweka bilioni 20 kama unakumbuka. Na kwenye hisa 49% mwekezaji ni yeye peke yake ambaye anasomeka pale. Lakini kwa taarifa ambazo ninazo mimi za ndani ni kwamba tayari kuna wawekezaji ambao ni watatu, majina tayari hapo, ingawa wao kama Simba Sports Club hivyo vitu hawajaviweka bayana. Sasa serikali inataka kuwatambua wawekezaji watatu, unaona kwa sababu katiba ndio inapaswa kubadilishwa kuelekea huo mkutano. Huo mkutano ndio ukachakate vitu vingi sana, mabadiliko ya katiba, way forward, kuona namna gani klabu inaendeshwa katika mfumo wa kisasa na vitu kama hivyo. Sasa serikali kupitia baraza la michezo la taifa imetoa maelekezo. Sawa, katiba mpya ya klabu ya Simba ambayo inaenda kurekebishwa sasa hivi inapaswa kwenda kumtambua mwenyekiti wa klabu ya Simba kuwa ndio mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club. Kwa nini? Kwa sababu klabu inamiliki hisa nyingi kuliko wawekezaji. Klabu inamiliki hisa 51%, ambayo ni hisa nyingi zaidi kuliko mwekezaji au wawekezaji. Sasa haiwezekani kwamba klabu hiyo inamiliki hisa nyingi alafu bodi ya wakurugenzi ndio hiyo na mwenyekiti wake. Yaani mwenyekiti ndio huyo ambaye anatoka kwenye klabu, kwa sababu yeye ndo anamiliki hisa nyingi. Kwa hiyo mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi hatambuliki. Anatambulika ni mwenyekiti wa klabu ambaye atakuwa na kofia mbili. Sasa ili Mohamed Dewji au mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba, ambaye sasa hivi amempa nafasi hiyo Crescius Magori, ili Mohamed Dewji apate hiyo gati ya kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, anapaswa akagombee msimu unaofuata. Sababu Murtaza Mangungu anamaliza muda wake mwezi Januari tu, pale muda wake unakuwa umeisha. Wanapaswa kwenda kufanya uchaguzi. Sasa ili yeye atambulike kama mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba Sports Club, bodi ya wakurugenzi, anapaswa kwenda kugombea kama mwenyekiti wa klabu. Lakini sasa hivi hiyo haipo, kwa sababu hisa 51% ni hisa za klabu
Sasa inawezekana vipi bodi ya wakurugenzi ambayo au wawekezaji wenye hisa asilimia 49 wao ndo wana nafasi kubwa kuliko klabu ambayo wao wana hisa kubwa? Sasa taarifa iko hivyo, lakini pia serikali inasema ni lazima wawekezaji wawe watatu. Lazima wawekezaji wawe watatu kwenye klabu moja. Kama klabu ya Simba lazima wawekezaji wawe watatu. Lakini Simba pale anatambulika Mohamed Dewji. Yaani ambazo mimi nimepenyezewa ni kwamba kuna majina ya Fatma Dewji pamoja na Salim ambao wao wako kwenye hizo hisa asilimia 49, lakini serikali haiwatambui. Inapaswa kufanyiwa rishafu katiba ili wawekezaji wawe watatu. Sio tu Mo pale amekaa akaweka mtu kama Fatma anajulikana ni mdogo wake, si ndio? Wanatakiwa watu wa nje kabisa ambao wanaenda kushindania hiyo tenda kwenda kuwa wawekezaji wa klabu ya Simba. Kwa taarifa ni hivyo kwamba lazima mwenyekiti wa klabu ndo atambulike kama mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi kutokana na hisa asilimia 51 ambazo ni nyingi kuliko zile za wawekezaji. Hiyo ya kwanza hiyo. Ndio. Sasa David Pasco, kabla tujaenda mbele, nataka kujua hizi lawama tunapaswa kumpa nani? Kwa sababu kama Murtaza Mangungu ndiye mwenyekiti mkuu wa klabu ya Simba na kuna vitu vinaendelea vya nafasi kubwa ya kupewa Mohamed Dewji ambaye ni mwekezaji, lakini pia umezungumza hapo kwamba hisa ya klabu ni kubwa. Kwa hiyo nafasi kubwa ilipaswa kuwa kwa Murtaza Mangungu, lakini kwa nini sio Murtaza Mangungu na ni Mohamed Dewji? Unajua katiba ilikuwa haijafanyiwa maboresho na Simba walikuwa wanaenda na katiba yao. Na hata leo kama ulikuwa unamsikiliza Crescent Magori anakuambia lazima katiba ikabadilishwe. Serikali pia wamekuja na mapendekezo yao. Serikali pia wamekuja na maelekezo. Unajua serikali ikija haiombi, inatoa maelekezo. Hivi vilabu vikubwa Simba na Yanga, hii ni mali ya nchi. Hii sio mali ya mtu. Hizi zilikuwepo kabla ya kiongozi yoyote. Kwa hiyo serikali wametoa maelekezo kwamba katiba ifanywe maboresho ya kuweza kutamka bayana kwa mwenyekiti wa Simba Sports Club ndio kiongozi mkuu wa chombo cha utawala ndani ya club na awe na mamlaka kuitisha mkutano mkuu wa wanachama. Kwa kuwa masuala ambayo yanajadiliwa ya wanachama na maendeleo ya klabu yanaathiri moja kwa moja maslahi ya wanachama. Sio, unanipata vizuri? Sasa mwenyekiti wa klabu huyo ndio awe mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Sports Club Company. Kwa kuzingatia kuwa wanachama kupitia klabu ndio wenye umiliki wa hisa nyingi asilimia 51, na hivyo viongozi wote walio chini ya katiba ya klabu watawajibika kwake kwa kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria, katiba na kanuni ambazo zinaongoza klabu. Sasa serikali pia imetaka irekebishwe kwa matumizi ya neno mwekezaji ibadilishwe. Sio unapata hapo? Serikali imehitaji kwamba kurekebishwe kwa matumizi ya neno mwekezaji ndani ya rasimu ya katiba na badala yake itumike dhana pana ya wawekezaji. Maana Simba pale ukitaka kujua janja unacheka nini bwana? Bwana Kisiki unacheka nini? Ukitaka kujua dhana halisi ya serikali ni kwamba inataka iwepo wawekezaji, sio mwekezaji. Na ukitaka kujua janja hii ambayo yuko Simba ni kwamba hata kama watasema kuna watu watatu, hayo ni majina tu ya watu ya commission, lakini pale unajua kabisa mwekezaji. Tunasikiaga mwekezaji wa klabu ya Simba ni Mohamed Dewji. Haujawahi kusikia wawekezaji. Kwa hiyo neno mweke itoke, iwepo neno wawekezaji. Wawe hawa watatu. Pagumu hapo. Yaani Mo sasa hivi huko alipo maji yanafika hapa. Maji yanafika hapa kwa sababu tayari serikali kwanza imeshatoa maelekezo, lakini pia kumbe ndivyo ambavyo ilipaswa kuwa. Wawekezaji wao hawa watatu. Lakini pili, kumbe ilipaswa iwe mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ndio anapaswa kuwa mwenyekiti wa club. Lakini Simba kuna mwenyekiti wa Simba Sports Club, alafu kuna mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi kwa upande wa mwekezaji. Unanipata vizuri? Kwa hiyo hapo serikali tayari imeshafanyaje? Serikali imeshatoa maelekezo. Hayo ndio mabadiliko ambayo yanatakiwa yafanyike. Hiyo cha kwanza. La pili, serikali inataka ifanyike tathmini upya ya kutambua thamani ya klabu ya Simba. Kama Yanga alifanya serikali inataka ifanyike tathmini ya kutambua thamani ya klabu ya Simba. Si wanaelekea kwenye uwekezaji? Yaani wanaelekea kwenye uwekezaji ili klabu ya Simba sasa ianze kuwa na wawekezaji, waingie kwenye mfumo ule wa wawekezaji. Sasa hivi bado
bado kuna janja nyingi, danadana zimekuwa nyingi. Sasa ili mambo yaende sawa, serikali imeagiza ifanyike tathmini nyingine upya kutambua thamani ya klabu ya Simba. Tathmini ambayo inatakiwa kufanyika upya ni logo na jina ya klabu, sio majengo. Hivyo ndio vitu ambavyo vinatakiwa kufanyika sasa hivi, kwa maana kwamba ili tuingie kwenye mchakato wa wawekezaji wapya kuweza kuingia ndani ya klabu, lazima Simba Sports Club ijulikane thamani ya klabu hiyo kwa sasa. Wadhamini wanaoingia pale kuwekeza kwenye klabu pale, wale ambao wanaenda kuwekeza kwa maana kwamba kwenye klabu, mdhamini fulani sijui ameingia, sijui ameleta bilioni ngapi, sijui amefanya nini, sijui na vitu kama hivyo, ila sio majengo. Mara baada ya tathmini kufanyika, ndio sasa klabu inathaminishwa kwamba sasa kwa wawekezaji unapaswa kuchukua klabu wawekezaji watatu wachukue hizo hisa 49% na mambo yaweze kwenda sawa sawa. Kwa mambo ni mengi ambayo yanaendelea. Huu ni kuelekea uchaguzi mkuu. Sasa kama uchaguzi mkuu unaenda, ina maana lazima ya mambo mengi muhimu yakafanyike. Sasa serikali pia imetaka mali zote za klabu. Serikali imetaka mali zote za klabu ambazo hazihamishiki zibaki kwenye bodi ya wadhamini na sio kuhamishwa kwenye kampuni ya Mo Simba Company Limited. Mo anatolewa hapo. Mo hakuna pa kurukia. Ukilala nchali, ukisimama nchali. Ukishasikia ukisimama nchali, yani mbele kuna moto, nyuma kuna bahari. Unatakiwa upite wapi? Ukigeuka nyuma kuna bahari, alafu mbele kuna moto. Ndio Mo sasa. Kwa maana kila akitaka kujitikisa tu sindano inaingia. Kwa sababu mali zote za klabu ambazo hazihamishiki zibaki kwenye bodi ya wadhamini na sio kuhamishwa kwenye kampuni ya Mo Simba Company Limited, na badala yake zibaki Simba Sports Club Holding Company Limited, bodi ya wadhamini. Kwa Simba wanapokuwa sasa hivi wanaingia na wadhamini, wanapokuwa wanapata endorsement mbalimbali, wanapokuwa wamepata labda mali fulani, kuna vitu ambavyo wameviingiza kwenye club haviendi kwa Mo kama ambavyo hapo awali mambo yalikuwa yanakwenda. Kwa hiyo mambo yamebadilika. Na haya mambo ndo mambo ambayo yanaenda kumsogeza taratibu ya kumtupa kwenye kete. Taratibu. Sasa uchaguzi mkuu sasa hivi unavyoelekea umekuwa na mambo lukuki kweli kweli. Leo nilikuwa nafuatilia mahojiano ya mwenyekiti wa bodi wa kurugenzi wa Simba Sports Club. Mara baada ya kuyaongea haya, tuende moja kwa moja. Hii ni wazi kwamba serikali inataka vitu vilivyonyooka. Hawataki kona. Kama unahitaji kuwekeza ndani ya klabu ya Simba kwenye hizo hisa 49%, wanatakiwa watu watatu wakagawane, wakawekeze, waitwe wawekezaji. Mwenyekiti sasa haitwi tena mwenyekiti wa bodi wa kurugenzi, ni mwenyekiti wa klabu ya Simba, ndio huyo atavaa majukumu yote. Na yeye ndio atakuwa na ana hiyo gut ya kuita mkutano mkuu. Gut ya kuita mkutano mkuu haitoki kwa bodi ya kurugenzi, inatoka kwa mwenyekiti wa klabu. Kwa hiyo mwenyekiti wa klabu ya Simba ajaye au kama ndio huyo Mangungu atakuwa na sauti kubwa kuliko Mohamed Dewji, kuliko mwekezaji yoyote. Yaani yeye ndo ataamua mkutano unafanya siku fulani, yeye ndo atawaita wanachama kutokana na jambo fulani, na yeye ndo atakuwa anafanya maamuzi ya mambo yote. Kwa mambo yamebadilika. Na leo nilikuwa nafahamu nasikiliza mahojiano. Magori anasema kuna baadhi ya viongozi wa Simba kwa sasa kuelekea mkutano mkuu wamekengeuka na wengine wanafika mbali, wanafurahia matokeo ya Simba kufungwa juzi. Simba amefungwa juzi na wale jamaa wanaitwa Petro de Luanda. Kuna baadhi ya viongozi wamefurahia kwamba ili ionekane kuna baadhi ya viongozi wa ndani pale hawafanyi kazi yao vizuri, kwamba wao walioko huku ambao hawana hiyo sauti kubwa ndio wana uwezo wa kufanya kazi hiyo. Sasa Magori anasema kuna baadhi ya viongozi wa Simba wana shida au changamoto ya afya ya akili. Baadhi ya viongozi wa Simba na wanachama klabu ya Simba wao wana ugonjwa au wana ile changamoto ya afya ya akili, shida ya afya ya akili. Wanahitaji kupelekwa Mirembe. Yaani shida ya afya ya akili ni kwa maana kuona kwamba timu sasa imefikia pazuri, timu sasa ina utulivu, timu sasa inapata matokeo, imefungwa tu mara moja tayari kila mmoja amerais hoja yake, ili walioko madarakani waonekane hamna kazi wanafanya, ili wao waweze wakapata nafasi. Kwa hiyo wameambiwa na Magori wao wana shida ya afya ya akili, na ameweka wazi kwamba inapokaribia uchaguzi kuna mambo mengi yanatokea, mamluki, watu wenye choyo, watu wenye chuki na mambo kama hayo wamekuwa wakitokea ili kuweza kufanyaje, kuharibu au kuleta sintofahamu na kuharibu mchakato mzima wa Simba ambao unatakiwa kufanyika. Kwa hiyo mpaka sasa hivi pale ndani ya Simba huyu anatokea kwenye korido ile,
huyu anatokea corridor. Yaani sasa hivi pale wakikaa vibaya za washikana mashati. Yaani wakikaa vibaya pale sasa washikana mashati. Na huu mkutano unaweza ukawa ndio mkutano mchungu kuwahi kutokea kuliko mikutano yote. Huu wa Jumapili Novemba 30. Kwa nini? Kwa sababu kwanza serikali imetoa maelekezo. Pili, mali ya klabu ya Simba inatakiwa iende kwa upande wa bodi ya wadhamini, sio kwa bodi ya mwekezaji. Tatu, mwenyekiti anatakiwa atambulike. Mwenyekiti wa klabu ndio mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Ndio huyo, ndio mkubwa. Hamna mwingine. Hamna habari ya kuwa na mwenyekiti wawili. Nne, lazima klabu kama klabu ikatathmini upya mali ilionazo kwa sasa. Kama ambavyo Yanga Afrika walisema na bilioni 100. Na Simba Sports Club wanapaswa wakatathmini logo, brands ile inaingiza kiasi gani Simba Sports Club ili uwekezaji ukafanyike in a good way. Kwa mambo ni mengi ambayo yanaendelea ndani ya Simba na vurugu zimeendelea kutawala. Vuguvugu lililopo ni kwamba Mohamed Dewji anataka watu wengi wanapiga chapuo ang'atuke. Wanataka wamngatue, wanaona hatoshi. Lakini mimi nakukumbusha kitu kimoja. Ni kweli sheria inapaswa kufuata mkondo wake na utaratibu unapaswa kufuatwa kwa 100%. Lakini nani ambaye alileta hiyo system ya wawekezaji ndani ya Simba ambaye sasa hivi inaitwa mwekezaji? Ni Mohamed Dewji. Tangu ameingia, huu ni mwaka wa 8 ukielekea mwaka wa 9, bado uwekezaji haujakamilika. Lakini pesa zote ambazo unaona klabu inaendeshwa, Simba hawajawahi kulia njaa. Simba mashabiki wanafurahia kwa sababu Simba hujaona mabakuli. Wakati Yanga leo mabakuli, Simba hawapo. Simba kipindi cha Mohamed Dewji amechukua ubingwa mara 4 mfululizo. Kipindi cha Mohamed Dewji Simba imefika hadi finali ya kombe la shirikisho Afrika. Simba imeenda robo finali 6 hadi 7. Simba imeingia nafasi ya 5 kwa viwango vya ubora barani Afrika. Simba Sports Club kipindi cha Mohamed Dewji. Kwa nini? Kwa sababu baba, uwekezaji, fedha ndio kila kitu. Fedha ndio sabuni ya roho. Amfanya usajili, ameleta wachezaji wazuri pale. Benchi la ufundi. Simba ilikuwa ina msimu huu tu ambao umeisha ile kina Fadlu Davis. Simba ilikuwa na benchi la ufundi viongozi karibia 17. Ambao wapo tu pale. Na watu wanakula posho. Watu wanakula posho mshahara. Hujawahi kusikia Simba watu wampelekwa kasi pale wanadaiwa, watu wampelekwa sijui FIFA wanadaiwa, sijui mchezaji fulani anadai Simba, sijui na nini. Kwa nini? Kwa sababu yote Mo ana fix, anatoa mishahara, analipa kwa wakati, anasajili, anafanya kila kitu. Lakini sasa alikuwa ni nje ya katiba ambayo inatakiwa ifanywe marekebisho. Sasa hii katiba inaenda kumtoa pembeni. Kwa sababu anatakiwa wawekezaji wengine wawepo ndani. Sio yeye tu kila kitu. Kama ambavyo Yanga wao walikiri kwamba wakiingia kwenye system ya wawekezaji, lazima wawekezaji wao 3. Sasa Mo anataka mwenyewe. Ndio shida hiyo. Mtihani. Sasa wewe ameshawekeza, ameshaisaidia timu. Anasema yeye alikuwa anaisaidia timu. Na ukisikia alitoa bilioni 80 ngapi ile? Bilioni 87 hiyo. 87. Yani mpaka kufikia sasa pesa ambazo alitumia msimu ulioisha imefikia bilioni 80 kitu. Kama akiamua kudai na maana Simba anapaswa kumlipa hizo pesa. Lakini pia yeye akiwa ndani ya Simba Sports Club amejenga viwanja viwili vya mazoezi pale Bunju. Sahihi. Mo Simba Arena. Lakini kingine alichofanikiwa ni kuhakikisha Simba inakuwa na hesabu na rank kubwa kabisa barani Afrika. Yaani leo hii Simba ukizungumza Afrika iko nafasi ya 5 kwa viwango vya ubora. Imewapindua watu kule. Watu wengi wamepigwa miguu juu kule. Nani huyo? Ni Mohamed Dewji. Kwa hiyo leo sasa kwa sababu imenoga, Simba imenoga, kuna watu sawa wanaichungulia kwamba okay, kumbe bwana Simba iko vile. Lakini huku watu walikuwa wametupa. Na wakati mwana anaichukua Simba alikuwa wewe mabakuli. Simba ilikuwa hoe hae. Simba ilikuwa chakali. Yaani Simba ilikuwa inapasuka tu. Yanga alikuwa anachukua yeye na Azam wanagawana wanampiga Simba mande. Mo akaichukua msimu wa 2016, 17, 18 mnyama akaanza kulipuka. Huyo akaenda mbali. Lakini kama haya mambo yataenda tabadilishwa na Mo akakubaliana kwamba bwana wawekezaji 3 mimi niko sawa. Mwenyekiti wa bodi kwamba atambulike sasa ndio mwenyekiti wa klabu, mimi niko sawa. Kila kitu yeye yuko sawa. Bado ataendelea kubaki ndani ya Simba. Lakini akisema no, mimi haya mnaofanya haya kwa kweli mimi sitaki. Anaweza akaendelea mambo yake. Na Mo tumii. Mbali ya kwamba Simba imemnyanyua, imemfanya biashara zake ziende, amekuwa kwenye orodha ya matajiri wengi, matajiri bora duniani. Kwa sababu mabilioni, yani bilionia kijana namba 1 ya Afrika. Hizo majarida ya Forbes ambayo imekuwa ikitoa mara kwa mara ni pia hata Simba imechangia brand ya Simba kuweza kumtangaza pia. Ingawa biashara zake ndo zimempeleka mbali, lakini neno ni rais wa Simba Sports Club. Simba pia inampush.
lakini haijalishi kwamba eti ndio biashara zake hazitaenda. Anaweza akasema okay, kwa hapa nilipofikia mimi naona ni step down, hamna haja ya kuendelea kuwepo hapa. Mo ni mfanyabiashara mkubwa, yani yule fika hatua akataka kuinunua Simba. Ifika hatua akataka kununua Simba. Kwa hiyo anaweza akasema okay fine, basi waache wengine waendelee, acha mimi niendelee biashara zangu. Hakuna kitu ambacho kitampungukia kwake, lakini yeye ni shabiki wa Simba. Ndio maana kuna muda utasikia anataka kususa. Kwa nini? Kwa sababu pressure imepanda, hasira zimempanda, sukari imepanda. Kwa nini tunafungwa? Sukari imepanda. Na juzi alishika kichwa. Juzi alikuwa ameshika pale tasbihi anaomba, lakini pia alikuwa anashika kichwa anaumia. Kwa nini? Kwa ajili ya mechi ya kimataifa, hapendi kuona timu yake inapoteza. So vuguvugu ni kubwa na tutasikia mengi. Baadhi ya viongozi wanataka yani ni kama vile watu wanataka kupindua utawala uliopo. Sawa, sasa David Pascal, tuzungumze sasa kwa hiki ambacho kinaendelea, kina afya gani kuelekea kwenye michuano ya kimataifa. Tayari Simba ameshadondosha alama 3 akiwa uwanja wa Benjamin Mkapa na sasa yuko ugenini kuzitaka alama 3 zingine. Kama hili vuguvugu litaendelea, unaiona Simba ikifikia kule ambako inahitaji? Simba Sports Club hii sasa haihusiani na, of course inaweza kaingia moja kwa moja kwa sababu baadhi ya viongozi pia hawatakuepo uwanjani, wengi watakuwa wako katika eneo la uchaguzi. Alafu siku ya mechi ndio siku ya uchaguzi. Kwa hiyo viongozi wengi watabaki kwenye uchaguzi sababu kila mtu anatamani aweze kuuliza maswali, aweze kuwa na hoja zake. Katika huo uchaguzi viongozi wengi watabaki pale. Inaweza kaathiri kwa namna fulani kwa sababu utulivu ndio unaleta pia matokeo chanya. Yaani kama kuna utulivu kwa viongozi, wachezaji pia wanafahamu hilo. Kama hakuna utulivu pia wachezaji wanafahamu hilo. Unajua hilo kwamba wachezaji kukishakuwa hakuna tu utulivu, wachezaji pia wanafahamu. Kwa hiyo wanaona kuna pressure fulani inaingia kwao, lakini pia hata upambanaji wao uwanjani unakuwa wa kawaida, sio mzuri. So inaweza ikaondoa. Ndio maana hata Yanga wamekwambia ili uone Yanga wanafanya vizuri lazima wawe na kitu inaitwa umoja. Lakini wakishaparanganyika kidogo tu matokeo hamna uwanjani. Wanawashwa tu ni vup wanawashwa. Simba wakikaa vibaya na hizi ambazo zinaendelea, hizi agenda ambazo zinaendelea kwa sasa, ndio msimu ambao pengine unaweza kushangaa hata robo finali usiende. Narudia tena, Simba kama wataendelea hivi ambavyo wanaendelea kwa sasa, ndio mwaka ambao pengine wanaweza wakajuta na kusaga meno na wakalia, kwa sababu mpaka sasa hivi kwenye kundi lao hawana points. Lakini kundi ambalo wapo hawako na Vipers, hawako na Oroya ambao tusema labda walipinduaga meza msimu 2023-24. This time una mtu anaitwa Stade Mali. Una mtu anaitwa Petro di Luanda. Petro ashakukanda kwako. Na bado viongozi nasikia kuna wanachekea chooni wa Simba. Yaani viongozi Simba imefungwa anashangilia kama Pep Guardiola ile. Yeah! Yeah! Yaani kwa viongozi wanashangilia. Yeah! Baadhi ya viongozi wa Simba ndio maana wanaitwa na magori wana afya ya afya akili. Kwa nini? Kwa sababu wanafurahia. Sasa ninawapa angalizo. Mambo yao wayafanye kimya kimya, wasiathiri wachezaji. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Na nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.